Ndugu zangu waandishi wa habari, mimi kwa majina ninaitwa Agnes Atanazi Chirulumo, ni mwenyekiti wa Baraza la Wanawake mkoa wa Songwe. Tumewaita hapa ili tuweze kuzungumza kwa ajenda moja tu ambayo ni ya chama chetu, ajenda ambayo ipo kwenye nchi nzima inatembea, ambayo ni ya chama no reforms no election. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeunga mkono hii ajenda ya chama kwa sababu ni ajenda muhimu sana kwenye taifa letu, lakini pia ni ajenda muhimu ambayo imetugusa sana kama sisi wanawake wa mkoa wa Songwe. Wanawake wa mkoa wa Songwe pengine na taifa zima kwa ujumla tumeguswa sana na hii ajenda ya no reforms no election, kwa sababu bila mabadiliko ya sheria hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi. Mpaka pale ambapo mabadiliko ya sheria za chaguzi kubadilika, ndipo na sisi tunaruhusiwa kuingia kwenye uchaguzi, kwa sababu nje ya mabadiliko hayo tumekuwa ni wahanga sana wanawake, kwa sababu tumekuwa tukiumizwa, tumekuwa tukinyanyasika sana kwenye chaguzi mbalimbali, na wakati mwingine tumekuwa tukipoteza watoto wetu. Sisi kama wakina mama tunakuwa na maumivu makali sana. Mkoa wetu wa Songwe tumekuwa na maumivu makali sana kwenye jimbo la Tunduma wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, na mpaka sasa tunalia, matumbo yetu yanatetemeka kumpoteza kijana ambaye aliweza kuuawa kikatili kwenye huo uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2024. Na sio 2024 tu, 2020 tuliweza kupoteza wananchi wawili wa mji wa Tunduma, akiwepo mama mmoja ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa baraza la wanawake kata ya Kaloleni, lakini pia akiwepo kijana wetu mmoja naye alikuwa anaishi kata ya Kaloleni, kijana wetu alikuwa anaitwa Moreni. Kwa hiyo katika chaguzi hizi, waandishi wa habari, tumekuwa ni wahanga wakubwa sana sisi wanawake, na ndio maana sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tumeona tusikae kimya kwa ajili ya ajenda hii ambayo chama chetu wameweza kutuletea hii ajenda. Sisi wanawake kwa pamoja, kwa nguvu zote, tunaunga mkono ajenda ya no reforms no election, kwa sababu hii ajenda ndio itakayotuvusha, itakayotupa amani. Hata tutakapokuwa na uwezo wa kuingia kwenye chaguzi, tutakuwa na amani tukisha kuwa na ajenda hiyo ikatekelezeka. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na machafuko. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi mara nyingi ambazo zinakuwa na mauaji. Hatuwezi tukaingia kwenye chaguzi ambazo mara nyingi zinakuwa na viashiria vya hatari. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Songwe mwaka huu tumekataa kuingia kwenye chaguzi za machafuko za namna hiyo, kwa sababu tumejikuta tunapoteza watoto wetu wa kuwazaa wenyewe. Na katika hii ajenda ningeomba serikali inayoongozwa na Mama Samia, sisi tunaoongea hapa ni wanawake ambao ni wanawake kama yeye, tunabeba mimba kama yeye, tunazaa kwa uchungu kama yeye. Vile vile sisi wenyewe tuna uchungu kupoteza ndugu zetu, na yeye kama mwanamke anapaswa awe na uchungu kama mwanamke juu ya vitendo vinavyokuwa vinafanyika wakati wa chaguzi mbalimbali zinapokuwa zinatokea. Hii sio sawa, na yeye kama rais hili jambo lazima afike mahali atekeleze na asikilize kilio cha Watanzania kuhusiana na hii ajenda. Na ninaamini Watanzania wengi wamekubaliana na wanaunga mkono hii ajenda, kwa sababu ni ajenda ambayo pengine inaweza kawapa wananchi unafuu, inaweza kawapa watu haki ya kuchagua viongozi wanaowataka, inaweza kawapa watu haki ya kuchaguliwa pindi wanapohitaji kuchaguliwa kuwa viongozi. Kwa hiyo hii ndio ajenda kubwa ambayo tumeona tuwaite waandishi wa habari, pamoja na kwamba tuna ajenda zingine ambazo tunaweza tutazizungumza, lakini hii ni ajenda ambayo ni kubwa, imebeba hisia za Watanzania wengi. Kwa hiyo ningeomba Mheshimiwa Rais ambaye ni mama, mwanamke mwenzangu ambaye unaongoza hili taifa, tunaomba hii ajenda isipuuzwe kwa namna yoyote ile. Hii ajenda imekubalika na Watanzania wote. Labda mtu ambaye hawezi kuiunga hii ajenda ni kichaa peke yake ndio hawezi kuiunga hii ajenda.
Lakini kwa mtu mwenye akili timamu na mtu mwenye uchungu na nchi yake, lazima aweze kuungana na hii ajenda ya no reforms, no election. Bila mabadiliko ya sheria, uchaguzi tutauzuia. Wakina mama wa mkoa wa Songwe tuko tayari kuzuia uchaguzi kwa namna yoyote ile, endapo serikali haitaweza kusikiliza matakwa ya wananchi wanaotaka. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, hilo ni moja, lakini kuna mambo mengi ambayo tunayo ambayo tunaweza tukayazungumza. Sambamba na hilo, sambamba na ajenda hiyo, ndugu waandishi wa habari, kuna kikundi ambacho kimeinuka ndani ya Chadema ambacho kinajiita ni G55. Sisi wanawake wa mkoa wa Songwe tunalaani vikali sana juu ya kikundi hiki ambacho kimeibuka ndani ya chama, kwa sababu ni kikundi ambacho mimi naweza nikakiita kwamba ni kikundi cha waasi. Na ukitaka kuangalia hata kwenye maandiko matakatifu, ukiangalia walikuwepo watu wa Kinakola, walikuwepo pale. Kwa hiyo hawa sisi tunawafananisha na Wakinakola. Na kwa kuwa hii ajenda hatuwezi tukakubaliana na watu ambao wanataka kuififisha hii ajenda tulionao kama Watanzania, lazima hawa watu sheria, chama kiweze kuchukua sheria ambazo zinastahili kuchukua kulingana na katiba yetu inavyozungumza. Kwa sababu ni kikundi kichache ambacho kinaweza kikawa, pengine hatuwezi tukajua ni ujasiri gani ambao wamepata mpaka wanainuka kuanza kupinga ajenda iliyokubaliwa na wanachama wote nchi nzima. Wao watu wachache ambao wanasema wako zaidi ya 55 ni kitu ambacho hakiwezekani. Watu 55 wa Tanzania tuko wengi sana tunaoungana na hii ajenda. Kwa hiyo wao kama wako 55 au wako zaidi ya 55, chama kinapaswa kichukue mkondo wake juu ya hawa watu ambao ni wasaliti na wahasi ndani ya chama, kuvuruga ajenda ambayo wananchi wanahitaji kwenye taifa lao tunapoelekea kwenye ukombozi wa taifa hili. Kwa hiyo tunalaani vikali sana. Kuna jambo lingine tena ambalo ajenda nyingine ya chama ambayo tunahitaji, tunaomba kwa Watanzania wote na wananchi wote waweze kutuunga mkono, ajenda ya kuweza kuichangia chama. Ndugu zangu Watanzania wote kwa ujumla na wanachama wote, kwanza ninapenda kuwashukuru kwa majukumu yote mnayoendelea kuyafanya kwa ajili ya chama chetu. Mnatuunga mkono, mnakiunga chama mkono kwa mambo mbalimbali. Na sasa hivi chama chetu wameanzisha mfumo wa kuchangia chama kwa njia ya tone tone. Kwa hiyo ningewaomba wananchi, kama mnavyojua sisi tunategemea nguvu ya umma. Chadema inategemea nguvu ya umma. Haina dola, haina mahali popote ambapo inapata fedha za kuweza kuendeshea shughuli za chama. Tunategemea wananchi, tunategemea nguvu ya umma waweze kutusaidia kwa ajili ya kwamba chama chetu kiendelee kufanya majukumu yao kwa uhuru na kwa amani. Kwa hiyo naomba niwaombe Watanzania wote, wanachama wote, wasio na vyama na walio na vyama, waweze kutuchangia na waendelee kuchangia hiki chama ili chama chetu kiweze kufanya majukumu yao sawa sawa na inavyotakiwa. Naomba jambo lingine la tatu na la nne. Nitoe rai kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi naomba lisitumike vibaya tunapoelekea pindi za chaguzi. Sasa hivi wameona mikutano ya Chadema wananchi wanaitikia kwa wingi. Baada ya uongozi wa sasa kuchaguliwa, wananchi wamekuwa na imani kubwa sana. Na wananchi viongozi wanapofika katika maeneo yao wanaitikia kwa wingi kwenye mikutano. Serikali imeona kwamba hili jambo tunapoelekea ni kama imekuwa ni kikwazo kwao. Niwaombe jeshi la polisi. Nyinyi ni askari ambao mmezaliwa na wanawake kama sisi. Tunaotoa matamko hapa ni wanawake ambao mlikaa ndani ya matumbo yetu miezi 9 na kisha mkazaliwa kwa uchungu na wengine mkazaliwa kwa visu. Kwa hiyo niwaombe, acheni kutumika na Chama cha Mapinduzi. Sisi ni Watanzania ambao hakuna mtu yoyote ambaye aliomba kibali cha kuwa Mtanzania. Kila mtu ni Mtanzania kwa sababu Mungu alimwandikia awe Mtanzania kwa ajili ya makusudi yake. Na kila mtu aliyoko Tanzania yuko kwa makusudi ya Mungu. Kwa hiyo niwaombe jeshi la polisi, popote mlipo jeshi la polisi, acheni kutumika vibaya. Leo hii mmewakamata viongozi wa chama. Tunaomba Mheshimiwa Lissu mliyemkamata muachie bila masharti yoyote ya dhamana. Viongozi waliokamatwa Songea akiwemo Mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche na viongozi wengine tunaomba waachiwe mara moja
bila dhamana, kwa sababu mkiendelea kuyafanya haya na mkiendelea kutumika vibaya kwa sababu ya kuitetea CCM au kuwa salama. Jeshi la polisi mnaweza mkajiona kwamba mtakuwa salama, hamuwezi mkawa salama, kwa sababu mnatembea na mabomu tu, lakini familia zenu mmeziacha manyumbani kwenu. Kwa hiyo niwaombe, sisi wanawake tunatoa matamko haya na myashike na myasikie ili muweze kuyatendea kazi. Sisi ni wanasiasa, tuacheni wanasiasa, tuendelee kupambana na siasa zetu. Nyinyi kazi yenu ni kutulinda pamoja na mali zetu, sio kutumika upande mwingine. Mambo kama haya wakati mwingine yanaweza yakawapa hata laana kwenye maisha yenu, kwa sababu kila wakati sisi wanawake tunatamka maneno mabaya kwa ajili yenu. Hili jambo halitapendeza. Sisi ni wanawake, tunaomba acheni mara moja kutumika vibaya kuwasaidia CCM na kuanza kuwakamata viongozi wetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wapo kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi. Kwa hiyo hawajafoji wala hawajawa waaini bado kwenye nchi yao. Tunaomba viongozi hawa waachiwe mara moja na waendelee na majukumu yao ya kuendelea kuwasemea wananchi popote wanapotembea. Kwa hiyo mimi niishie kwa kusema hayo. Nyinyi jeshi la polisi, naombeni haya mambo muweze kuyazingatia, tusije tukafika mahali pa kuichafua nchi yetu wakati nchi yetu bado tunaipenda sana. Nashukuru mwandishi wa habari kwa swali lako zuri. Namna ambavyo tutazuia uchaguzi ni mambo ambayo yako sirini na yako ndani ya chama. Kwa hiyo mimi ninachotaka kukuhakikishia kwamba tutazuia uchaguzi hautafanyika kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote, kwa sababu hatuwezi tukaingia kwenye uchaguzi ambao tunaamini kwamba tukiingia kwenye uchaguzi pengine mtoto wangu ndio nitazika au mtoto wa jirani yangu ndio atazika. Kwa hiyo hicho kitu hatuko tayari kuingia kwenye huo uchaguzi, na tumefanya research nchi nzima. Watu ambao wanaunga hii agenda no reform no election ni wengi, hatujawahi kuona toka chama hiki kiweze kuwa chama kikuu cha upinzani. Kwa hiyo agenda imewagusa Watanzania wengi na wako tayari kwa lolote lile kuhakikisha kwamba uchaguzi hautafanyika, iwe CCM, iwe kafu, iwe vyama vyote vilivyopo kwenye hii nchi. Sisi kama Watanzania na Chadema ambao tunategemea nguvu ya umma, wananchi hawako tayari kuingia kwenye uchaguzi na wako tayari kutuunga mkono kwa mapambano yoyote yale ambayo chama wataelekeza kwamba nini tukifanye.